Katika jiji la Dar es Salaam, palikuwa na wanandoa vijana waliopendana kwa dhati, Hamza na Shani. Hamza alikuwa mhandisi wa majengo na Shani alikuwa mwalimu wa chekechea. Ndoa yao ilikuwa ya mfano, kila mtu mtaani kwao alitamani kuwa kama wao. Lakini jambo moja lilikuwa likimsumbua Hamza. Kila anapokwenda kufanya miradi ya ujenzi maeneo ya pwani, alikuwa akihisi kama kuna mtu anamfuatilia. Siku moja akiwa Bagamoyo akisimamia ujenzi wa hoteli, Hamza alikuta pete ya fedha yenye kito cha kijani iking'aa ufukweni. Bila kufikiri, aliokota na kuivaa kidoleni. Tangu usiku ule alipovaa ile pete, maisha ya Hamza yalianza kubadilika. Kila akilala, alikuwa akimtokea mwanamke mmoja mrembo kupindukia, aliyejitambulisha kwa jina la Zulaiha. Zulaiha alikuwa na macho ya rangi ya bahari na nywele ndefu zilizofika kiunoni. Katika ndoto, Zulaiha alimwambia Hamza, "Wewe ni wangu sasa, umevaa taji langu na mimi ndiye nitakayekupa utajiri na amani ambayo huyo mwanamke wako wa udongo, Shani, hawezi kukupa." Hamza alianza kupoteza hamu na mkewe. Alianza kuona Shani ni mbaya, ananuka na ana kelele, wakati katika uhalisia Shani alikuwa akizidi kumpenda na kumjali mume wake. Zulaiha hakuishia kwenye ndoto tu, alianza kuingia ndani ya nyumba yao kama jini mkazi. Shani alianza kuona mambo ya ajabu: chumvi inajaa kwenye chai, nguo zake zinararuka zenyewe kabatini, na mara nyingi alikuwa akihisi kiganja cha baridi kikimkaba koo akiwa amelala. "Hamza, kuna kitu kiko vibaya kwenye nyumba hii," Shani alilia kwa uchungu. Lakini Hamza, akiwa ameshatekwa akili na Zulaiha, alimfokea mkewe, "Wewe ndiye mwenye matatizo, una wivu na unatafuta sababu za kugombana. Kama umechoka na hii ndoa, mlango uko wazi." Siku moja, Shani aliamua kwenda kwa mzee mmoja maarufu kwa dua na tiba za kiasili kule mkoani Tanga. Mzee huyo alimwambia, "Mumeo amebeba mke wa giza. Jini huyo anampenda kwa uchu na anataka kukuua wewe ili amchukue Hamza kule kwenye ulimwengu wa majini." Usiku wa siku hiyo, Hamza akiwa amekaa sebuleni, Zulaiha alimtokea katika umbile la binadamu. Alikuwa mrembo sana. Akamwambia Hamza, "Mtoe huyu mwanamke leo, mtoe kafara ili tuishi milele kwenye ikulu yangu ya chini ya bahari." Hamza akiwa kama amepumbazwa, alichukua kisu na kuelekea chumbani kwa Shani. Lakini alipofika mlangoni, alimuona Shani akiwa amepiga magoti akisali na kulia kwa ajili ya mume wake. Ghafla, ile pete ya fedha ilianza kuwa ya moto kwenye kidole cha Hamza. Hamza alipiga yowe la maumivu na kukiangusha kisu. Kwa mara ya kwanza, macho yake yalifunguka. Alimuona Zulaiha aliyekuwa amesimama nyuma yake. Hakuwa mrembo tena. Alikuwa na sura ya kutisha, ngozi kama ya nyoka na kucha ndefu zilizolenga koo la Hamza. "Hunitaki tena?" Zulaiha alinguruma kwa sauti iliyotikisa nyumba nzima. Shani alisimama na kuanza kusoma dua kwa sauti kubwa. Nyumba ilianza kujaa moshi mweusi. Zulaiha alikuwa akipiga kelele za kuungua huku akijaribu kumvuta Hamza kuelekea dirishani. Kwa nguvu ya imani na dua, ile pete ilipasuka vipande vipande. Zulaiha alitokomea kama upepo wa dhoruba, akiacha harufu ya kiberiti ndani ya nyumba. Hamza alianguka chini na kupoteza fahamu. Alipozinduka asubuhi iliyofuata, alijikuta hospitalini. Alikuwa amepoteza kidole chake cha pete, kilikuwa kimeungua na kunyonyoka kabisa. Zaidi ya hayo, biashara zote zake na milioni aliyokuwa amepata wakati akiwa na Zulaiha yalitoweka ndani ya usiku moja. Hamza alibaki mlemavu na maskini. Shani, kwa moyo wake wa kipekee, alimshika mkono na kumsaidia kuanza maisha upya. Ingawa Zulaiha aliondoka, Hamza aliendelea kusikia sauti yake kwenye mawimbi ya bahari kila anapopita ufukweni, ikimkumbusha kuwa ulichookota baharini ni cha bahari. Ndoa yao ilinusuru, lakini kovu la Hamza lilikuwa ni fundisho kwa kila mtu kuwa ulimwengu wa roho si wa mchezo, na tamaa ya vitu vya ajabu inaweza kukugharimu kila kitu unachokipenda. Funzo la leo: usiokote kila kitu unachokikuta njiani, hasa maeneo ya kale au ufukweni. Vingi vinavyong'aa si dhahabu, vingine ni mitego ya majini inayokusubiri uingie kwenye mkataba wa damu bila kujua. Tunza ndoa yako na usikubali warembo wa ndotoni waharibu uhalisia wako.
Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, niambie kuwa umeiona aje story na umejifunza kitu gani pia. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na simulizi zijazo.